akuhudumie. Fanya hivyo, fungue moyo wako akuguse. Huu ndio wakati wako. Maana leo Yesu yuko hapa. tuimbe wote. Fungue moyo wako akuhudumie. Yes. Fungue moyo wako akuguse. Huu ndio wakati wako. Maana leo Yesu yuko hapa. Unaweza kuruka juu hivi. Namuona Yesu hapa. Yes. Namuona Baba. Namuona Yesu hapa. Namuona Yesu hapa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ninakutia moyo jioni ya leo, na ninao ujumbe tunaosema wakati uliokubalika ni sasa. Sema wakati uliokubalika ni sasa, sio kesho. Wakati uliokubalika, mwambie mwenzako, ni sasa, sio kesho. Haleluya. Luka sura ya 4:16. Luka sura ya 4:16. Mimi sina habari nyingine. Yaani siwezi nisameheni wapendwa. Mimi siwezi kusifia mtu mwingine zaidi ya Yesu Mwokozi wangu. Nawapanda kwenye madhabahu hii. Yesu tu, Yesu tu, Yesu tu. Yaani ukiniamka asubuhi Yesu tu. Yaani ukiniamka yani Yesu. Haleluya. Maana huyu amefanya makubwa asiyo ya kawaida. Amenitendea mema. Huyu Yesu amenitendea mema, mema sa. Amenitendea mema. Huyu Yesu amenitendea mema, mema. Jamani, haleluya. Sasa leo yatenda kwangu, kwa nini niogope? Nione aibu kumsema huyo? Jamani, tuko jina la Bwana libarikiwe. Ndio ninazo habari njema jioni ya leo. Mwambie mwenzako, wakati uliokubalika ni sasa. Nipe muda mfupi, mchache sana, nizungumze na wewe maneno machache katika Luka 4:16. Nizungumze na wewe juu ya wakati uliokubalika. Wakati uliokubalika, nataka nikwambie mpendwa, wakati uliokubalika ni sasa. Haya maandiko ambayo tumeyasoma ni maandiko ambayo Yesu anayasoma kwenye sinagogi la Wayahudi, ambao Wayahudi walikuwa ni watu wa Torati, ni watu wa Torati, ni watu ambao walifuatilia Torati ya Musa mpaka manabii. Walifuata kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Malaki. Walikuwa wanashika zile sheria zaidi ya 600 na kitu. Walikuwa wanazishika, kama ni vyakula wanashika, kama ni siku wanaishika, kama ni chochote kilichoandikwa, sheria zaidi ya 600 na kitu ambazo Wayahudi walizishika, walizisoma, walizifundisha watoto wao na waliishi kwa hizo. Yesu akaingia kwenye ile hekalu. Alipofika, makamanda wakampa, siku hiyo kama ni yule Yairo wa jana, ingekuwa ni sinagogi la Yairo ndo akampa kitabu, ambia mwalimu, leo utatusomea chuo cha nabii Isaya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Yule kiongozi wa sinagogi akampatia Yesu kichuo cha nabii Isaya, akamwambia tusomee hapo ili uanze kutuambia nini maana yake, nini kina huyu nabii alikuwa anamaanisha nini, uwafundishe kadamnasi ya watu hawa. Yesu akapokea kile chuo, kile kitabu cha nabii Isaya, akaanza kusoma maneno ambayo tumeyasoma. Roho wa Bwana ii juu yangu, amenitia mafuta kuwahubiri watu habari njema. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Unajua, sikiliza, hakuna mwingine mwenye habari njema. Hakuna nabii, hakuna mtume, yeyote mwenye habari njema ni Yesu peke yake. Ni Yesu peke yake ndiye mwenye habari njema tu, wengine wote ni feki.
awe wa kwanza awe wa mwisho, wengine wote ni feki. Ni mmoja tu mwenye habari njema. Hakuna cha pasta, hakuna cha mwinjilisi, hakuna cha nabii. Hata wangeitwa nabii mkuu au sijui producer au sijui katapila, wao wote ni feki. Yuko nabii moja tu mkuu, na huyo ni Yesu peke yake, na huyo ni Yesu peke yake. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndiye mwenye habari njema. Huyo peke yake ndiye mwenye habari njema, wengine wote ndio maana wanajaribu kutafuta namna ya kusababisha na wewe uwaandamie, na ndio maana mnakuja na vitu ambavyo leo wanaviita visaidizi vya upako. Lakini sisi hatuna visaidizi, tunaleta neno. Wainjilisi hubiri neno, watumishi tuhubiri neno. Tuache tuhubiri mazingaumbwe, tumuhubiri Yesu peke yake, jina lipitalo majina yote, jina la Yesu, mwanaume wa wanaume, mzee wa siku aitwaye Yesu. Isaya nabii ambaye aliandika chuo hiki ambacho Yesu anapoingia hekalu kwenye sinagogi anapewa asome, na wakukosea wakafikiri hapo watamkamata, maana dogo hapo ana miaka michache, ana miaka 30 au michache tu hivyo, ana hata miaka mingi. Mwokozi anaingia pale kwa ajili ya kusali, anafika pale, wanaangalia pale, wanaona wale wazee hakuna kitu, na shanga mzee wa sinagogi anampatia mwanaume eti kitabu cha nabii Isaya ili asome. Nataka nikwambie jioni ya leo, Mungu tunayemhubiri, Yesu tunayemhubiri hajawahi kukosea. Ratiba zake ziko kamili, huwa hazijawahi kupinda na hazitapinda. Alipopewa kitabu kile cha nabii Isaya, ni kama anawadhibitishia ya kwamba alichohubiri, alichofundisha nabii Isaya leo yanatimia mbele ya macho yenu. Yule aliyeandikiwa leo yuko mbele yenu. Hamna haja ya kwenda wapi, kwenda kumtafuta bali leo yuko mbele yenu. Nakumbuka nabii Isaya anaandika hayo maandishi, kitabu chake miaka zaidi ya 700 mpaka 800 kabla ya kuzaliwa kwa Yesu. Na Isaya anaitwa mwinjilisi wa Agano la Kale, anaitwa ni mwanainjili wa Agano la Kale, maana ni nabii peke yake aliyetabiri sana kwa viwango vikubwa habari za kuja kwa Mwokozi, habari za kuja kwa Masihi, habari za kuja kwa huyu ambaye atakuwa mkombozi wa ulimwengu. Jamani, haleluya! Kwa huyo akaandika, na alipoandika hakuna mwingine aliyesoma maandishi haya kabla ya Yesu Kristo tangamana. Hakuna mwingine aliyesoma haya maandishi mpaka alipokuja mwenye mamlaka yote aliyeandikiwa ili aje azindue mwaka wa Bwana uliokubalika. Sema amina. Wamekuwa na miaka, lakini miaka yote yeye hayawasaidia. Wamekuwa na shida, miaka yote shida hazichaondoka. Wamekuwa na mateso, lakini miaka yote mateso hayakuondoka. Pamoja na sala, pamoja na kuswali sana, pamoja na kufunga sana, pamoja na kwenda kanisani sana na kufanya vitu vingi kwa ajili ya Mungu, lakini bado walikuwa kwenye vifungo na mateso yako hapo. Bwana Yesu atusaidie. Isaya anaandika pale mwishoni na kutangaza mwaka wa nini? Mwaka wa Bwana. Ndipo kona tafakari neno, nikajaribu kufuatilia mwaka wa Bwana alikuwa na maanisha nini huyu kamanda Isaya nabii. Nikaona ni kumbe alikuwa anarifaa habari za sherehe inaitwa Jubilii
Jubilee, ambayo hii sherehe huwa inaadhimishwa miaka 50. Yani kila baada ya miaka 50 lazima sherehe ifanyike, inaitwa Jubilee, miaka 50. Anasema na kutangaza mwaka wa Bwana. Sikiliza mpendwa Mtanzania, nataka nitete ujumbe ujioni ya leo. Yule anaposema ya kutangaza mwaka wa Bwana anamaanisha nini kwenye Jubilee? Ngoja nifundishe kidogo. Kwenye hii sherehe ya Jubilee, nini kiko kinafanyika? Nimekwambia kwenye Jubilee, sherehe yote ya Jubilee inapoangukia Jubilee ya Kiyahudi inafanyika kila baada ya miaka mingapi? Miaka 50. Na nini kilichokuwa kinafanyika kwenye hiyo sherehe ya miaka 50 ama Jubilee? Jambo la kwanza ni wafungwa wote magerezani wanaachiliwa. Wote wanaachiliwa. Jambo la pili ni wote ambao mfano umekopa alafu ukashindwa kulipa, jamaa akachukua shamba lako analitumia ile shamba kulilima miaka yote mpaka utakapofanikiwa kulipa deni lake. Usipofanikiwa, ikifika mwaka wa 50 Jubilee, unarudisha shamba la mtu, unarejesha shamba la mtu. Lakini sio hivyo. Wakati huo uko nyuma ulikuwa baba akikopa na akashindwa kurejesha deni, alikuwa anatoa mtoto anakuwa mtumwa wa yule tajiri. Hasa kwenye Jubilee, ndani ya hiyo Jubilee ikifika miaka 50, unakuta kijana ametumika kwa bosi miaka 30, anapigizwa kazi kama ana akili nzuri. Ikiwa imemwangukia mwaka wa 50 wa Jubilee, watoto wote, vijana wote waliokuwa utumwani kwa sababu wameshindwa kulipa madeni yote yanafutwa, wanarudishwa nyumbani. Wanarudishwa wapi? Nyumbani. Kwa lugha nyingine nyepesi, walikuwa wanaitwa ni mwaka wa marejesho. Kijana unajikuta unafanya kazi ngumu ya zege, jioni unaenda kuiachia pesa yako kwa wasichana wanaojiuza, ambao hata kuvaa hawajui. Nisamehe. Hata kuvaa hawajui. Za usiku, nguo za usiku hawazijui, za ufukweni hawazijui, za mchana hawazijui, za kwenda kwenye sherehe wao nguo hata za watu wazima hawajui, za watoto hawajui. Za watoto ndio wanavaa, usiku wanavaa mchana. Yani unakuta kijana amehangaika mchana wote, mchana kutwa amehangaika na matofali, amehangaika na zege, amechoka, amehangaika, amepata 15,000, anaenda anakunywa kidogo na supu na makongoro kidogo, ingine anamwachia sugar mami, lishangazi. Mishangazi, Mungu anawaona nyie. Waoneni huruma watoto wa watu. Acheni hao watoto mliowakamata nyie. Mama zao nasubiri waoe wapeleke wajukuu. Wewe lishangazi, umeng'ang'ana tu. Jioni ya leo ni mwisho kwa jina la Yesu aliye hai. Vinginevyo ama zako ama za Yesu aliye hai. Achia huyo kijana uliyemng'ang'ania wewe. Ana wazazi wake Iringa, ana wazazi wake Moshi na Arusha, anatakiwa wapeleke msaada kwao. Siwe lishangazi wewe. Achia huyo mtoto. Bwana Yesu asaidie. Mwachie. Yani kijana maskini wa Mungu anahangaika na bodaboda yenyewe ananiambia ni ya marejesho, wala haina mkataba. Yani ni ya marejesho, ni ya mkopo, lakini bado anatafuta za kurejesha na za kula na za kunulia mafuta. Bado analishangazi naye anataka. Mungu anawaona. Mungu anawaona. Kwa maana ukiwa na Yesu, Mungu anatia akili juu yako, Mungu anatia ufahamu juu yako. Tunakula na watoto wetu, tunakula na wake zetu. Jamani, haleluya! Mwambie mwenzako za kwetu hazitokitoki hovyo. Zikitoka kwa watoto yatima, zikitoka zinaenda kusaidia wajane, zikitoka ni kwenye Injili, zikitoka, jamani, haleluya! Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Kwa akasema ni mwaka uliokubalika. Vipofu kuona,
waliofungwa wafunguliwe. Inawezekana mwanangu umefungwa, hujui namna ya kutoka hapo. Nataka nikwambie jioni ya leo tumeleta habari njema, habari za mwanaume anayeitwa Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Yeye ndiye alipakwa mafuta ili kuwafungua waliofungwa, kuwaganga waliojeruhiwa. Jioni ya leo jiachie kwa Yesu, wewe jiachie kwa Yesu. Amejaa huruma, amejaa rehema, ndio maana aliturumia na sisi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Mama mmoja akanambia, we mwanangu, hebu niambie, hivi ni kweli hujwagi pombe kabisa? Nikamwambia, mama, pombe kabisa sinywi. Ni mama wa Kichaga, mimi ni Mchaga. Mama wa Kichaga, mama, sio tu sinywi, hata harufu yake sitaki kuisikia. Akanambia, mwanangu, yani usikie hata kuumwa, usikie hata homa, kwa sababu hujali. Nikamwambia, mama, sio tu homa nimesahau, magonjwa nimesahau. Akamwambia, mama, mwanangu, usiache kutuombea, maana mimi nisipokunywa hata usiku silali, nisipokunywa naumwa, naishia kupelekwa hospitali. Ikawambia, imekula kwako. Ukimpata Yesu ambaye ameingia ndani yangu, huyo nakwambia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe! Jamani, Bwana Yesu asifiwe! Nataka nikwambie jioni ya leo, ukimpata Yesu, ndiye amewekwa, ndiye ametumwa ili awafungue waliofungwa, ili waweke huru waliokamatwa. Jioni ya leo mkabali Yesu kijana, kubali Yesu mama yangu. Yamkini umetembea na mateso, huoni msaada. Jioni ya leo tulie naye aliyepakwa mafuta kwa ajili ya shida yako, kwa ajili ya mateso yako. Ulikuwa ulali, jioni ya leo nakwambia utalala. Ulikuwa jioni ya leo ulikuwa unaikimbia nyumba yako, utaikimbia nyumba yako, utakaa kwenye hiyo nyumba. Haleluya! Tushinde. Simama pale ulipo. Haleluya! Nyosha mkono wako nikuombee, nyosha mkono wako nikuombee, nyosha mkono wako nikuombee. Bwana yuko hapa, Bwana yuko hapa, nataka nikuombee. Patana na Yesu kwanza, patana na Yesu kwanza. Yupo anaweza kuokoa, hata kama daktari wametangaza ya kwamba wewe hauko sawasawa, lakini jioni ya leo mwenye neno la mwisho la ukombozi ni Yesu. Kimbilia kwa Yesu jioni ya leo, mwambie Yesu nakutaka, mwambie Yesu nakuhitaji. Unataka, nyosha mkono wako niombe na wewe. Asante sana. Naomba mlete binti pale aliyevaa t-shirt nyeupe. Baba yangu, njoo nikuombee. Njoo na wengine, hata kama umeombewa jana njoo tu, hata kama umeombewa jana njoo niwaombee, njoo niwaombee. Inua mikono yako juu, inua mikono yako juu, inua mikono yako juu. Nataka ufuatilie maombi haya. Inua mikono yako juu, hebu sema, Yesu, kwa sauti kubwa, Yesu, niko mbele zako, wewe uliyepakwa mafuta kuwafungua waliofungwa, kuwaweka huru waliosetwa, kufungua macho ya vipofu. Nami jioni ya leo nimetambua ya kwamba ni wewe peke yako Yesu uliyepakwa mafuta kwa ajili yangu. Nami jioni ya leo ninakuja kwako. Omba kwa sauti, ninakuja kwako. Nisamehe dhambi zangu, nisamehe dhambi zangu, nitakase dhambi zangu, maana dhambi zangu zimekuwa sababu ya mateso yangu, zimekuwa sababu ya shetani kunionea.